Sikia, shabaha ya Mungu kutuambia Musa wana wa Israeli wapewe miji 48 katikati ya wana wa Israeli, tena ikae katikati yao. Ilikuwa ina represente Mungu katika Israeli, ilikuwa ina represente Mungu katikati ya taifa lake. Inaenda kwa ule unabii ambao unasema Emmanuel, maana yake Mungu katikati ya wanadamu. Haleluya. Hata mtu akiwa alitembea namna gani, ametenda nini, amefanya mabaya kiwango gani, akikimbilia tu kwa Mungu anasema, Mungu Baba, nimekosa, unisamehe. Mungu anamsamehe, Mungu anamponya. Nafurahia mafundisho kama mchungaji kwa anasema hivi, usitakse mtu juu ya vile ulimjua jana. Maana jana inawezekana alienda kwa Mungu akamwambia, Baba unisamehe. Ile jana akasamehewa na akawa ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mji wa makimbilio ni Yesu Kristo peke yake. Ndiyo mji halisi, mji wa kweli. Amen, amen. Mji wa kweli, mji wa kweli ni Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema kwa Yohana 3:16, ndiko nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee, ili kwamba kila mwenye atamwamini asipotee, bali apate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hii hapa ilikuwa ni unabii ambayo walio wengi kwa Agano la Kale hawakuelewa. Ilikuwa unabii ya Kristo kama kimbilio halisi, tuambie wajenge ile miji katikati yao. Ilikuwa ni unabii wa Yesu Kristo kuwepo katikati ya wanadamu. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kuwepo kwa Mungu katikati ya wanadamu. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo hapa kudunia akiwa amevaa mwili kama mwanadamu, ilikuwa imetayariwa tamani, utajenga miji ya makimbilio. Kila mtu mwenye atamkimbilia, kupona na pona, kuokoka na okoka.